waathiriwa wa ajali ya mashua iliyotokea katika eneo la Mvita, kaunti ya Mombasa, zimekutana na viongozi mbalimbali kwa ajili ya kupokea fidia na msaada baada ya kupoteza wapendwa wao kwenye mkasa huo uliotikisa jamii wiki chache zilizopita. Na familia zote tatu, naomba kuanzia hapa sasa tunaenda katika reality of the matter, kwa sababu tunaenda katika mambo ya misiba na budget na sasa ni Akizungumza katika mkutano huo, Mheshimiwa Badi Twalib alituma salamu za rambirambi kwa familia zote zilizoathirika, ikiwemo wanaomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga. Natoa rambirambi zangu tena kwenu kwa kupoteza vijana wangu watatu. Kisha nasema kwa ajili niweze kunishika kwa ajili nilipopata nafasi bunge kuweza kumwomboleza Raila, pia nilichukua nafasi hiyo kuwataja vijana wetu watatu ndani ya bunge. Kwa hiyo ni uchungu mkubwa ambao sisi tuko nao. Mbunge huyo aliahidi kuungana na familia hizo katika kuistiri miili ya wapendwa wao na kushiriki katika mipango yote ya serikali kusaidia waathiriwa. Kwa mimi Mheshimiwa Badi, mguu wangu pia utakanyaga kwenye mazishi ili tuweze kuwazika watu wetu mkiwa ni kiongozi wenu. Vilevile, Mheshimiwa Badi alichukua fursa hiyo kumshukuru Makamu wa Rais Profesa Kithure Kindiki kwa kutoa mchango wa shilingi milioni 3 kupitia serikali kuu ili kusaidia shughuli za mazishi na fidia. Kithure Kindiki aliweza kutukabidhi milioni 3 za Kenya ili kusimamia mambo haya kwa familia. Kwa hivyo mimi nachukua fursa hii nikiwa mbunge, kwa vile mimi niko hapa, kumshukuru Makamu wa Rais na pia vile kumshukuru Rais William Samoei Ruto kwa ajili siku tulipokuwa Bondo, wakati huo tukionana, alinambia Badi pole kwa kupoteza vijana wako. Kwa upande wake, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir alisema alipokea taarifa za ajali hiyo kwa masikitiko makubwa na alienda moja kwa moja hadi eneo la tukio kusaidia juhudi za uokoaji, huku akiongeza mashua na timu maalum ya waokoaji kuimarisha juhudi za kupata miili ya waliozama. Mimi mwenyewe binafsi nilikuwa katika pirika za mambo ya siasa. Nikampigia Badi na Badi akaniambia tayari watu wamefika katika site. Nikaja katika hiyo site usiku huo, tukafanya mpangilio kuweza kuongeza yale maboti ili tuhakikishe kwa tumepata miili ya ndugu zetu. Tukaongeza wale ambao kwamba wanafaa kufanya ile search and rescue mission. Mwenyezi Mungu akawa ameandika yake, ikawa sio search and rescue, bali ikawa sasa ni search and retrieve. Hata hivyo, Mheshimiwa Badi alitumia mkutano huo kuomba kwa Gavana Abdulswamad kumpa ruhusa ya kuwapa vyeti vijana walioshiriki katika mashindano hayo. Aliongeza kuwa vijana hao watapewa kipaumbele katika mradi wa Waste Management Project anaotarajia kuanzisha katika kaunti ya Mombasa ili kuwapa ajira na kuimarisha maendeleo yao katika jamii. Ambayo inakuja. Hii program ina pesa. Hii program watoto wetu watapata shahada. Hii program watoto wetu watapata protective cares. Watapata mshahara pia ambao utakuwa kama umeandikwa. Kwa maana programu hii ni kama vile watu wanafanya county, badala sasa kuifanyia kule, itakuwa imekuwa diversify. Kwa unaandikwa kwa county lakini unafanya kazi kwenye eneo bunge lako. Kwa maana hiyo Mheshimiwa Gavana, nakuomba kwa unyenyekevu, hapa ofisini kwangu juu kuna ofisi ya registration ya certificate ya vikundi. Mimi Badi Twalib niwafanyie certificate ya vikundi hao kwa haraka iwezekanavyo. Alafu niite survivors group. Hao vijana walio survive wote uweze kuweka kwenye hiyo program, uandike kazi wote hao vijana katika hiyo
tupigie wenyewe. Hilo ndio ombi langu tu moja, mheshimiwa, la mwisho, gavana. Nikiripotia runinga ya Fix kutoka eneo bunge la Changamwe, jina langu ni Mwanakombo Saha.